jeshi. Asante. Kwa majina naitwa Kevin Badia Mwakajinga, maarufu kama Smart. Mimi ni katibu wa bajaji zone transformer. Changamoto kubwa sisi kwa upande wetu, kwanza tuliambiwa kwamba tukitoka barabara Mwaka kuelekea Kilimanjaro kwamba abiria tusishushe mazingira kuanzia Kisimani mpaka roundabout. Hilo tulitii na likawa sawa. Lakini pia wamekuja kutuambia kwamba hatutakiwi kupita hii barabara kuu kuelekea huko. Sasa hatujaelewa shida ni nini, tunataka tuelewe kwa sababu hii barabara ndio inayo ina abiria, vituo vingi viko hapa. Sasa wakisema tupite mashine za mpunga kidogo kwetu inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo tuko hapa tunataka tupate suluhu ya kupita barabara hii, pia tupate haki kama haki zingine, maana tunanyanyasika, hatuelewi shida ni nini. Njia tumezuiwa kupita barabara kuu, na tupite nje ya barabara. Kwa nini hatutaki hicho? Na malori yanapanga foleni tatu. Tunashindwa kupita, tunasemekana sisi tunaanzisha jamu, wakati sisi sio chanzo cha jamu. Mheshimiwa waandishi wa habari, mimi naitwa Amani Mwaipaja. Zoni ya Songea. Hii jambo limeniumiza sana. Limeniumiza tena siku tatu. Sio kwa kwanza tuligoma, tuliambia na DTO tuondoke. Akatuelekeza jinsi ya kupita, tukapita huko tukaacha. Siku ya pili amekuja DTO, amekuja hapa jana. Hajatuambia chochote kile. Amefika hapa bila kutuuliza wananchi tuna shida gani. Amefika hapa amesema toeni bajaji, anaambia maaskari toeni bajaji, pekeni polisi. Hii jambo limetuumiza. Hii leo ni siku ya tatu. Kama tumeongea na DTO, tumeongea wamebaki wa malori. Tunataka tuongee na mkuu wa mkoa, ndio topu la mwisho. Kama tukishindwa, mwaka jana tumeongea na mkuu wa mkoa, mbona kimereka? Tunataka tuwe na haki, tupite barabara kuu kwa sababu tunalipa kwa mapato halmashauri. Inatuzuia mikokoteni, malori wanapanga foleni tatu kutoka huku. Tunabaki na magari ya halmashauri ya mji ndani na sisi bajaji tunatingwa. Kwa majina naitwa Israel Sanga. Ni katibu mstaafu. Ndugu mwandishi wa habari, kwanza tunawapongeza waandishi wa habari, tunawashukuru waandishi wa habari kwa ujio wenu. Swala la msingi tunaomba kama ni malori uwe mstari huu mmoja. Swala la pili mwandishi wa habari, jioni ile mama zetu baba zetu wamechoka madukani, wanarudi nyumbani na magari yao. Tunashindwa kwa kupita kabisa pamoja na bajaji, na ukilinganisha kwamba bajaji kwa siku moja ni zaidi ya watu 1,000,000 tunaowasafirisha hapa mjini Tunduma. Unaona? Alafu swala la pili, hapa stendi ya zamani asubuhi na wiki iliyopita inakaa mistari mitatu pamoja na haya malori ya mafuta. Sasa mheshimiwa, sawa liko hivi, haya malori yakagongana, sawa, moto ukalipuka, tutapata hasara ngapi Tunduma? Nilikuwa naongea na mheshimiwa hapa, miongoni mwa vitu alivyoniahidi ni pamoja na kutoa checkpoint. Miongoni mwa vitu alivyoniahidi tunaenda kuzungumza, miongoni mwa vitu alivyoniahidi ni kupunguza checkpoint. Naomba niwaombe, na ameahidi tena kile mbali hilo, ameahidi tena kuitisha mkutano mkuu wote, tukakaa Tunduma TC, sawa, tutoe kero zetu zote. Anataka kuchukua bajaji yake aendelee na safari.
magari achukue. Nawapa dakika 10.